Kabla tujafanya hivyo, niruhusu niombe kwa dakika moja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana, asante kwa nafasi ambayo umetupa mimi pamoja na watoto wako hawa wa Kasfeta Tayomi Mwenge University. Asante maana Mungu, siku hii ya leo ilikuwepo kwenye kalenda zako tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Najua Bwana kuna kitu ambacho umekusudia ukisema na maisha yetu jioni ya leo. Nakuomba Bwana ukanitumie mimi kama chombo chako kusema makusudi yako, katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Dominating fear, cultivating courage in the African mind. Mwanazuoni mmoja na mwandishi anayefahamika kidunia, mojawapo kati ya legacy kubwa ambayo ameiacha, aliacha hii statement. Alisema sehemu tajiri zaidi hapa duniani sio kwenye machimbo ya dhahabu kule Afrika ya Kusini, wala sio kwenye machimbo ya Tanzanite kule Mererani. Alisema sehemu tajiri zaidi duniani ni makaburini. Ni makaburini. Kwa nini? Ni makaburini kwa sababu hapo ndiko ambako wamezikwa watu na vitu na majibu ambayo hawajawahi kuyaleta ulimwenguni. Ndiko wamezikwa watu na nyimbo ambazo hawajawahi kuziandika, na vitabu ambavyo hawajawahi kuviandika, na solutions za magonjwa ambazo hawajawahi kuzileta tukaziona. Kwa makaburini, utajiri uliopo makaburini ambao uko ndani ya watu unazidi madini yote ya hapa ulimwenguni yakiunganishwa pamoja. Kimsingi watafiti wanasema mwanadamu ambaye ni very accomplished, ambaye ameishi to the fullest, anakuwa ametumia 10% peke yake ya potential ambayo Mungu ameiweka ndani yake. Hapo tunaongelea mtu kama kina Albert Einstein ambaye amefanya gunduzi za kidunia, anakuwa ametumia just a very small percent ya potential aliyonayo. Mwanazuoni mwingine akasema hata ingetokea kwa mfano unatakiwa uishi mara 100, yani saizi ufe uzaliwe tena ufe tena mara 100, Mungu hata lazimika kukuongezea chochote. Yani hivi ulivyonavyo vinakutosha wewe, unaweza ukaishi hata mara 100. Sasa kama tunaishi mara 1, kwa nini hii mara 1 tusiitumie vizuri? Sasa sababu inayofanya makaburini watu wanakufa na vitu vyao, sababu mojawapo ni hofu, ni fear. Tafiti zinasema wanadamu wanaogopa hofu, kwa mfano ya kusimama mbele za watu, kuliko hofu ya kufa. Yaani kuna mtu ukimwambia kati ya kifo na kusimama mbele za watu anaogopa nini zaidi, 100% watu wanaogopa. Yaani ukimwambia asimame mbele za watu atatetemeka, kuliko ukimwambia wewe utakuja ufe, siku moja utakufa. Hofu ya kusimama mbele za watu, hofu, fear of the unknown, hofu ya kesho. Unajua kuna mtu amesikia tu kwamba kuna mtu amepata ajali, kesho hatoki nyumbani, na unaweza kukuta hata huyo mtu hamjui, lakini hofu kwamba hicho kilichotokea kinaweza kikanitokea na mimi. Hofu ya kuonekana. Kuna mtu ambaye Mungu amempa kitu ambacho akikifanya watu watamfahamu, sasa yeye hataki kufahamika na hataki kufanya hicho kitu. Hofu ya kuonekana, hofu ya kuwa target ya shetani. Mimi kuna watu wananiambia hivi, unavyohubiri shetani si atakuwa anakuandama sana? Naambia unafikiri wewe ulivyonyamaza hivyo shetani anakupenda? Huwezi kuwa rafiki yake shetani, yani hata uwe mtu mzuri kiasi gani, hata ukae kimya tu wewe umenyamaza, yani wewe by the mere fact kwamba wewe ni mwanadamu tayari ni adui yake shetani. So we cannot make peace with the devil. Kwa kuna hofu hiyo ya kuwa target ya shetani. Kuna hofu ya kuanza vitu. Unakumbuka siku ya kwanza unakuja hata chuo, kama ndio umekuja mfano Moshi kwa mara ya kwanza, lazima ulikuwa nervous. Unawaza nikiwa ukifika huko shule itakuwaje? Umepewa mahusia mengi sana nyumbani, umekalishwa chini, ambao unakuombea kwamba saizi wewe unayafanyia kazi. Lakini hayo yote ni kwa sababu kipindi hicho unakuwa na hofu. Ukisoma Mathayo 25:25, Mathayo 25:25 inasema huyu sasa ni wale, unakumbuka wale watu watatu ambao Yesu alisema walipewa talanta. Huyu ni yule aliyepewa moja ambaye hakufanya chochote. Nataka nikuonyeshe kwa nini ile talanta hakufanya chochote. Anasema, anamwambia Yesu sasa, and I was afraid. Hebu sema I was afraid. And I was afraid and I went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Anamwambia sababu pekee kwa nini sikufanyia kazi talanta ulionipa ni kwa sababu ya hofu, sio kwa sababu ya uwezo. The fact kwamba Yesu ndo alimpa huyu mtu talanta kwenye huu mfano inaonyesha kwamba Yesu alikuwa anajua kwamba huyu mtu ana uwezo wa kuizalisha. Kwa huyu mtu asemi nimeenda kuificha kwa sababu niliona sina uwezo.
Au nilienda kuificha kwa sababu sikuwa na muda? Anasema niliificha kwa sababu niliogopa. Watu wengi wameficha solutions ambazo Mungu amewapa kwa sababu ya hofu. Kwa sababu ya hofu. Kwa hofu ni kitu cha muhimu cha kuongelea. Kuna watu wako single hadi leo, sio humu, kwa sababu tu ya hofu ya kumapproach mdada ambaye Mungu anamwambia kabisa huyu nimekupa ni wa kwako. Kwa mtu anafika miaka 40 yuko single, sio kwa sababu hana fursa za kuoa. Zipo, lakini anawaza what if nikienda afu nikakataliwa, afu dada anaimba praise kila mtu anamfahamu, watu wakajua. Watu wakijua si sawa, si umeenda. Lakini hofu, si ndio? Hofu. Sasa how do you overcome fear? Fear is a problem. Is a big problem kwenye kila mahali. Umeshawahi kusoma na mtu ambaye ana akili lakini kinachofanya anafeli ni kuogopa mitihani? Yaani akiingia kwenye mtihani atatetemeka dakika 30. Akija kutulia hivi ni test ya 1 hour tayari muda umeisha, au vitu vinachelewa kuja, yani kwa sababu anachelewa kutulia. Sasa fear is a problem. How do you overcome fear? How do you overcome fear? Nataka nikupe vitu vitatu vya kukusaidia kuishinda hofu. The first thing is to renew your mind. Is to renew your mind. Throughout ages, the battle has always been the battle of the mind. And if your mind is conquered, then you are going nowhere. Hiyo alisema PLO Lumumba. The battle is the battle of the mind. Ndio maana hata Biblia kwenye Warumi 12 inasema be you transformed by the renewing of your mind. Hata kama umeokoka, umejaa Roho Mtakatifu, if your mind is not renewed, kama huna ufahamu sahihi, utakutana na limitation nyingi sana kwenye utendaji kwenye maisha yako. Kwa hiyo mojawapo ya vitu ambavyo vitakusaidia kuishinda hofu ni kwanza ni kuwa na ufahamu sahihi. Ufahamu ni nuru. Biblia inasema the entrance of your word gives light. Ufahamu ni nuru, na nuru, unajua nuru ni silaha. Light is a weapon. Yaani the mere fact kama unafikiri kwa nini wezi wale wanaovunja nyumba, kwa nini wanakuja usiku? Kwa sababu nuru is a weapon. Yaani nuru tu yenyewe ni silaha. Nuru ikiwepo kuna vitu haviwezi kufanyika. Sasa wewe ndani yako nuru ni ufahamu. Ufahamu ukiwepo, ufahamu sahihi wa neno la Mungu, ufahamu sahihi wa wewe ni nani, ni kipi ambacho unaweza ukafanya, identity yako ndani ya Kristo, wewe ni nani. Ukiwa na ufahamu sahihi, tayari unakuwa umeshaanza kuishinda hofu kwa kiwango kikubwa. Kwa nini? Kwa sababu hofu imetoka kwa shetani, na shetani huwa anafanya kazi zake kwa utulivu sana gizani. Kwa hiyo ukiwa mjinga, hauna ufahamu, unakuwa umemjengea shetani mazingira mazuri sana ya kufanya kazi yake. Kwa hiyo the first thing that you need, unatakiwa ufahamu kwamba vita ni ya ufahamu siku zote. Na huwezi kupambana na hofu bila kuanza kupambana nayo kwenye ufahamu kwanza. Kwa mujibu wa tafiti wanasema 80% ya vitu unavyoviogopa havitakuja vitokee. Yaani kwa mfano wewe kwa wiki moja, kwa mfano chukua wiki moja, alafu kila ukiwa unaogopa kitu kiandike. Unaogopa kwamba kozi hii nitapata sapu tu hii. Hebu iandike hiyo kozi. Alafu subiri mkishafanya mitihani, matokeo yakitoka angalia kama ulipata hiyo sapu. Wanasema 80% ya vitu tunavyoviogopa huwa havitokei. Kuna mtu saizi anapata nervous breakdown kwa sababu anafikiri kwamba mzazi wake atakufa karibuni. Alafu unaweza ukashangaa miaka 10 ijayo, 20, 30, bibi yupo anacheza na wajukuu wake, ndio kwanza anafanya mazoezi, yani ndio amekuwa msichana yani. Lakini wewe uliishi na hofu ikakutesa kwa kipindi fulani. Kwa hiyo ukipata tu ufahamu kwamba 80% kubwa ya vitu ambavyo unaviogopa, achana na kuokoka, yani hata kama hujaokoka. Hizi ni tafiti za general. Hata kwa watu ambao hawajaokoka, 80% of the things that we worry about they never happen. Kuna mtu anahofia mimi nitapata ajali, nitapata hiki, vitu ambavyo they inimaginable vinakutesa alafu havitokei. Kwa hiyo ufahamu ni muhimu. Wapigania uhuru wote, najua kuna watu wanafanya history hapa. Wapigania uhuru wa 80% kubwa, kina Nyerere, sio kina Mugabe, sio kina Obote, sio kina nani, Kenyatta, you name them. Wapigania uhuru wakubwa wa Afrika kina sio Patrice Lumumba, wote walianza kwa kwenda shule kwanza. Umeshawahi kujiuliza kwa nini walikuwa wakitoka shule ndio wanakuja kuongoza mapambano ya kudai uhuru? Ufahamu. Wanakuwa wamepata ufahamu. Walipelekwa shule kwa malengo tofauti. Mara nyingi wakoloni walikuwa wanawapeleka shule ili wakija wawe ni skilled labor,
waweze kuwatumia kwa ajili ya mambo yao, kuweza kusimamia vitu. Lakini hawa walivyoenda wakawa renewed, wakaenda wakasoma kwenye vyuo vyao, wakasoma vitabu vyao, wakagundua kumbe hawa ni wanadamu tu kama sisi, na kumbe pia uhuru unawezekana. Kwa hiyo uhuru unaanzia kwenye ufahamu. Yesu Kristo anasema nanyi mtaifahamu kweli, nao kweli itafanyaje? Itawaweka huru. Uhuru unakuja kutokea kwenye ufahamu. Fear is learned. Fear is not organic. Fear is not natural. Mojawapo kati ya vitu ambavyo nitakwambia hofu ni nini. Mojawapo ya vitu ni kwamba hofu inajifunzwa. Yaani asilimia kubwa ya vitu unavyoviogopa wewe umejifunza kuviogopa kutoka kwa watu wanaokuzunguka, sababu asilimia kubwa ya wanadamu ni waoga, kwa hiyo unajifunza. Mwanangu wa mwaka mmoja ambaye anaanza kutembea saa hizi, hajui vitu vingi, sio mara moja tunamkuta anakimbiza mijusi. Yaani anataka amshike labda amle. Lakini hebu wewe tulete mjusi hapa saa hizi. Yule hajafundishwa na mtu bado kwamba hiki ni kitu cha kuogopa. Kwa sababu kaka yake na dada yake wakimuona ndio ameacha. Kwa hiyo na yeye kesho kuta utamkuta naye anaogopa mijusi. Hiyo hofu hajaja nayo, tumemfundisha. Kwa hata hofu ya vitu vingi ambayo tunayo ni hofu ambayo tumefundishwa. Kuna mtu hajasoma hesabu hapa kwa sababu ameona dada zake na kaka zake waliomtangulia nyumbani walifeli. Kwa hiyo tangu anaingia darasa la kwanza anajua kabisa sisi hatujuagi hesabu hapa nyumbani kwetu. Kwa hiyo tayari wewe upande wake wa ufahamu akaufunga. Ameona, amekuwa exposed to fear. So if you can learn fear, that means you can also unlearn it. You can unlearn it by renewing your mind. By renewing your mind. Sehemu ya ubongo ambayo inatumika kuogopa ndio hiyo sehemu inayotumika kutafakari. Kwa huwezi kuogopa afu ukao unatafakari at the same time. Kwa mfano, huwezi kuwa unatafakari neno la Mungu halafu ukao unaogopa pia kwa wakati huo. Kwa namna rahisi ya kuaboti mawazo ya hofu. Unajua hofu huwa inaanza na mawazo. Namna ya kuaboti ya wazo la hofu ni kuleta wazo ambalo ni contradicting. Kwa mfano shetani anakuletea hofu ya kifo. Halafu wewe unaipunch hiyo hofu kwa neno la Mungu linalosema sitakufa bali mtaishi. Ukaliverbalize, ukalisema. Ujue kwamba akili yako haiwezi ikaprocess mawazo mawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukiona kuna wazo moja limedominate na linakupa feeling ya hofu, ujue kwamba umeacha wajibu wako wa kutafakari vitu ambavyo Mungu amesema utafakari. Mimi hofu imenitesa. Mimi ni last born kwetu. Kwa wakati mimi nakuwa, ndugu zangu walikuwa wameshaenda sekondari, vyuo, wameshaoa na kuolewa. Kwa hiyo nilikuwa mimi na wazazi. Alafu kwetu mimi ni Tanga, Lushoto. Sisi peke yetu ndio tulikuwa tumeokoka, tumezingirwa. Unajua Tanga sifa yetu kubwa, ushirikina ni kama wote. Kwa hiyo ilikuwa nikitoka sekondari ile olevo, nimesoma hapa Moshi, nikiwa naenda nyumbani, nilikuwa nahakikisha kwamba wokovu wangu kwanza uko vizuri. Sababu nilikuwa naona hapa naenda kwenye uwanja wa vita. Yaani lazima nihakikishe kwamba maisha yangu ya kiroho yako sawa. Lakini cha pili, nilikuwa bado tu hata nikiwa pale bado usiku nilikuwa napata hofu, nilikuwa napata mawazo ya kuogopa. Lakini nikajifunza kwamba, kwa mfano nikachukua mstari wa Biblia afu nikaushikilia kwenye akili yangu. Shei kung'ang'ania mstari. Yaani unausema, yani unaurudia, unaudrag in your thoughts. Nikagundua kumbe mara nyingi najikuta tu kumekucha, yani sijui nilala saa ngapi. Lakini nikiachia akili yangu tu hiyo wazi, yani nitaogopa, naweza hata nikakesha hadi asubuhi. Nasikia na kule kweli unasikia mara si paka amepita, si mara nini kimefanyaje, mara nini, kwa sababu ushirikina upo. Lakini nikagundua kumbe akili yangu nikiipa neno la Mungu, ilishike, ilitafakari, ilizungushe, hofu inakuwa haina sehemu ya kukaa. Hofu inakuwa haina sehemu ya kukaa. Kwa nini? Kwa sababu the same place that is used to worry in your mind, in your brain, is the same place that is used to meditate. The same place. Kwa unaweza ukaaboti mawazo ya hofu, ukashikilia mawazo ambayo ni ya kimungu. Wa Filipi 4:8 inasemaje? Philippians 4:8 inasema, finally brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent, or praiseworthy, think about such things. Hebu sema think about such things.
Sasa huu mstari unamaanisha nini? Cha kwanza, huu mstari unamaanisha you can choose your thoughts. Unafikiri Paulo angekuambia uchague cha kuwaza kama huna uwezo wa kufanya hivyo? Hata siku moja Mungu hatakuambia ufanye kitu ambacho anajua hajakupa uwezo wa kukifanya. Kwa hiyo ukiona Mungu amekuambia ufanye kitu, ujue anajua wewe uwezo unao wa kuchagua. Sasa Paulo anakuambia usikubali tu mawazo yoyote yanayokuja kichwani kwako. Don't go with the flow. Yaani kama leo shetani akaamua kukuletea mawazo ya tamaa, wewe unaenda naye, unaliunga tu, unaenda naye. Unaona, ngoja niende nayo. Kuna sio ni uite unini, unaendelea ulimbukeni, unaendelea huko magharibi. Wanasema ni wewe aachie mawazo yako ya kupeleke yanakotaka. Hivyo ndo unakuwa wewe sasa, yani hao mawazo ndo wewe. Ndio maana suicide rate imekuwa iko juu, kwa sababu mawazo ambayo yanatoka kwa shetani yatakupelekea kufa. Lakini Mtume Paulo anasema you can choose your thoughts. Unaweza ukachagua. Anakuambia vitu ambavyo unatakiwa uvipe nafasi. Mawazo yanaweza yakaja. Yaani unajua hata tamaa, shetani anaweza akaleta wazo la tamaa. Na Mungu hata kuhukumu kwa hilo wazo kuja. Lakini Mungu atakuhukumu wewe ukilipokea, ukalipa energy. Ukalipa nafasi. Mtu mmoja alisema huwezi kumzuia ndege kutua kichwani kwako, si ndio? Lakini definitely unaweza kumzuia kujenga kiota. Kwa mawazo yanaweza yakaja. Lakini kama Mkristo kazi yako ni kuyapima kwenye hiki kipimo. Is this true? Is this noble? Is this pure? Is this lovely? Is this admirable? Is it excellent and praiseworthy? Kama hilo wazo haliingii kwenye hicho kipimo, unatakiwa ulikatae, kwa sababu uwezo unao wa kulikataa. Kwa mawazo ya hofu pia yakikujia, maana yake hayaingii kwenye hiki kipimo, unatakiwa uyakatae. Na Mungu amekupa uwezo wa kuyakataa. Usimruhushi shetani akatumia mawazo yako kukutomenti, kukutesa. Unajua bora maumivu ya mwili ya nje, lakini maumivu ya ndani. Kuna mtu ameokoka, lakini kwa nini magonjwa saizi ya depression yamekuwa mengi? Kwa sababu ya mawazo. Hayo mambo yanaanzia kwenye mawazo. Shetani ana plant mawazo. Kwa hiyo ukiyapokea, ukayapa muda, ukayatafakari leo, unavyoendelea kuyatafakari ndio yanazidi kuzama ndani. Baada ya muda unajikuta tu huwezi kulala, unajikuta huwezi kufikiria vitu vya maana. Lakini haya mambo wakati sahihi wa kudili nayo ni akiwa yanaanza kuja. Punch them with the word of God. Na wanasema ukiwa unawaza kwa mfano kitu, hizi sasa ni studies, na wewe unaweza ukajaribisha. Ukiwa kuna wazo fulani limekuja, linaendelea kichwani kwako, ukitamka neno, ile wazo unakuwa umeliaboti. Yaani mawazo hayana nguvu ya kushindana na maneno. Kwa mfano shetani ananiambia mimi ni wa kushindwa, ananikumbusha kwetu tulivyoshindwa, alafu hiyo tu yenyewe inaanza kunivunja nguvu. Nikipata nguvu tu nikatamka sentence, nikakiri andiko kwa mdomo, tayari maneno yana nguvu kuliko mawazo. Kwa kile kilichokuwa kinaendelea akilini kitaanza kufuatwa hiki ninachokisema. That is the power. Ndio maana Biblia inasema uwezo, kifo na uhai viko kwenye nguvu ya nini? Ya ulimi. Viko kwenye nguvu ya ulimi. Cha pili. Tunaangalia namna ya kufanyaje? Ya ku-overcome fear. The second way to overcome fear is to take action. Hebu sema take action. Kuwa mtu wa vitendo. Kuna watu wana hofu za kuanza. Ushakutana na mtu ambaye ana ideas nyingi sana. Yaani kila siku ana idea mpya. Lakini ukimuuliza umefanya nini sasa? Hana hata kitu kimoja alichofanya anachoweza kukuonyesha. Kwa hiyo kuna muda inabidi uwe unaogopa, lakini bado ufanye unachotakiwa kufanya. Mtu mmoja aliandika kitabu ni Joyce Meyer kinaitwa Do It Afraid. Feel the fear and do it anyway. Siwezi kukuambia ni vitu vingapi ambavyo nilivifanya nikiwa naogopa. Nani ameshaye kufanya mtihani akiwa anaogopa? Huko chuo. Kwamba uliogopa majibu ulioandika hayakwenda yakasaishwa. Kwa kuna muda inabidi ufanye vitu ukiwa unaogopa. Ujifunze kwamba I'll feel the fear but I'll still do it. Ukianza kufanya, utashangaa kwamba hofu utajua imeondokea wapi. Kwa sababu mojawapo ya vitu vya kuipiga hofu ni vitendo. Ni kuwa mtu wa vitendo. To feel, jifunze kutofautisha kati ya hisia zako na matendo yako. Yaani sio kila mara
ufanye vitu tu kwa sababu unajisikia. Ukifanya vitu kwa sababu unajisikia, unakuwa wewe ni mtu wa mwilini tayari. Biblia inasema tuenende kwa nini? Inasema sisi, inasemaje? Ule mstari unasemaje? Unaohusu imani. Tunaenda kwa imani, si ndio? Sio kwa kuona. We live by faith and not by sight. What is faith? Imani ni kuwa na uhakika. Na ni Yakobo anasema imani bila matendo imefanyaje? Kwa kifupi, imani ni matendo. Yaani kama unaamini kitu utakifanya. Imani sio hisia wala sio mihemko. Imani ni matendo. Kwa hiyo kuna muda una hofu, unaogopa kwamba inawezekana nikafanya kitu nikafeli, lakini bado kwa sababu ni mtu wa imani huishi kwa hisia. Hisia ziko very very fickle. Ziko, yani nikukuuliza leo umepata hisia ngapi? Yani kweli ukijenga maisha yako juu ya hisia utakuwa unapotea. Kwa sababu hisia zinabadilika haraka sana. Yani unaweza ukajisikia njaa, ukila tu tayari unaanza kujisikia kushiba na usingizi. Hizo ni hisia tayari. Ukinini? Kwa hisia zinabadilika. Kwa huwezi kujenga maisha yako kwenye hisia. Unatakiwa maisha yako yajenge juu ya msingi wa neno la Mungu ambao ni imani. Na kwenye imani kuna matendo. Kwa kuna muda hisia haziko na wewe, lakini unafanya, zita catch up. Your feelings will catch up. Kama ambavyo kuna muda hujisikii kabisa kusoma, lakini ukichukua madaftari yako ukaenda library, unashangaa saa 5 hii hapa. Na hiyo siku ndio umesoma majibu ya mtihani. Lakini ungejisikiliza, ungelala. Kwa sometimes you have to feel the fear and do it anyway. Unajua Mungu wetu, Mungu huwa anatembea na watu wanaotembea. God is on the move always. Mungu anafanya kazi na watu wanaofanya kazi. Wale wakoma wale 4 wale unawakumbuka wale? Wale wangesema waendelee kukaa pale nje ya geti, wale wangekufa njaa. Lakini Biblia inasemaje? Biblia inasema walipokuwa wakienda. Hivi unafikiri wakati wanaliendea jeshi la Washami, walikuwa wanajua kwamba Mungu atasikizisha kishindo chao? Walikuwa hawajua, walisema bora twende. Yaani tukikaa hapa tutakufa na tukienda pia kwa Washami tutakufa. Lakini ni bora tukafe kwa kupigwa mshale kuliko tufe hapa kwa njaa. Kule tuna chance. Wale jamaa wanaweza wakatuua au wanaweza wakatuacha hai wakatupa chakula. Kwa walifanya hesabu tu za kawaida. Kwamba kama kifo kiko constant, kwa nini tusiende ambako angalau kuna choice? Inawezekana tukasalimika tukapata angalau mkate. Kwa sababu hapa kifo ni certain. Hapa ni swala ambalo ni la uhakika. Na Biblia inasema walipokuwa wakienda. I'm sure walikuwa wanaogopa, lakini wanatiana moyo wanaenda. Walipokuwa wakienda, Biblia inasema ndio Mungu akasikizisha kishindo chao. Kama jeshi kubwa Washami wakakimbia. Hivi unafikiri wakati Esther anaenda kwa mfalme Ahasuero, anajua kabisa hiki ni kinyume cha sheria? Na mfalme sio rais. Yaani mfalme yeye neno lake ndio sheria. Nilikuwa nawaambia mbele kumebadilika. Mfalme alipokaa yeye ndo mbele. Kwa mfano sasa tumekaa hapa, mfalme akija akakaa kule nyuma, kule ndo mbele. Sasa mtu ambaye ndo the most powerful human being in the world ameweka sheria kwamba usiende kwake akiwa hajakuita. Halafu unaenda. Unafikiri alikuwa haogopi? Binadamu lazima alikuwa na hofu. Lakini alienda, na alivyoenda Mungu akamuonekania. Kwa mojawapo ya antidotes za hofu ni kuchukua hatua. Usipokuwa mtu wa kuchukua hatua, hofu itakutesa. Na ukishachukua hatua mara 1 2, utauona utendaji wa Mungu. Utajua kumbe nikifanya Mungu huwa anakuja. Biblia inaongea kuhusu Jonathan. Mojawapo ya mistari yangu ya maisha ni Samueli wa kwanza 14:6. Samueli wa kwanza 14:6. Biblia inasema hiki ni kipindi ambacho Sauli alikuwa amekuwa mfalme. Na alikuwa amekuwa tu mfalme, baada ya muda sio mrefu jeshi la Wafilisti likaja. Akaogopa sana na askari wake wakaenda kujificha kwenye mapango. Wakiwa wamejificha, mtoto wake sasa Sauli anaitwa Jonathan, akiwa kijana mdogo tu. Bila shaka Jonathan alisema sisi we are better than this. Yaani hatuwezi tukajificha, sisi watu wa Mungu hatuwezi kujificha tukawakimbia Wafilisti. Biblia inasema Jonathan akamwambia mbeba silaha wake, akamwambia twende tukajionyeshe kwa hao Wafilisti wasiotahiriwa. Yamkini Bwana atatufanyia kazi. Hivi mtu akisema yamkini maana yake nini? Hana uhakika, si ndio? Is a probability. Naamini, mimi siamini kama alisema tu hivi tu alikurupuka. Naamini kuna namna fulani huko moyoni alikuwa anasikia msukumo fulani.
kwamba mbona kama let's take a step, tujaribu kuchukua hatua, yamkini we have a chance kwamba Bwana anaweza akatufanyia kazi. Halafu hapa mwishoni ndo anamalizia. Hii ni mojawapo kati ya zile punchline unazozipata kwenye Biblia, kwenye mazungumzo tu ya watu. Anasema maana, anamwambia mbeba silaha wake, maana hakuna kinachoweza kumzuia Bwana kuokoa, kama ni kwa wingi au ni kwa uchache. Wakaenda, Biblia inasema ndani ya sehemu walivyoenda wakapambana na lile jeshi la Wafilisti, ndani ya eneo dogo, labda kama zaidi tu kidogo ya hili darasa, waliua watu hadi nchi ikatikisika. Hadi Sauli akaitisha rokoo kusema, jamani, nani ambaye hayupo? Hivi unafikiri mtu mmoja ambaye yuko na mbeba silaha wake wanaweza wakaua jeshi hadi nchi ikatikisika? Definitely ni Mungu alikuwa anatafuta mtu wa kumtumia. Na huyu mtu Mungu alikuwa anatafuta mtu ambaye ana ukichaa wa kutosha kuweza kuchukua hatua. Kwa hiyo uweze kuishinda hofu, lazima uwe mtu ambaye you take your shots. If you have a shot, you take it. Mungu akikupa fursa usiogope. Ukiona kuna fursa mbele yako, kuna kitu unaweza kufanya. Huku ndani kuna msukumo, hicho kitu hakina reference yoyote. Hakuna mtu amewahi kukifanya hapo kwenye ukoo wenu au hata hapa kwenye chuo chenu. Hakuna mtu amewahi kufanya, lakini wewe moyoni unajisikia kwamba hili ni wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika. Unajua hakuna kitu chenye nguvu kama wazo la kimungu ambalo wakati wake umefika. Yaani Mungu akija na wazo, namfahamu pastor mmoja ambaye Mungu alimwambia hiki kitabu, Mungu alimwambia andika kitabu, alafu akawa hataki kukiandika kwa sababu zake tu, labda hajawahi kuandika au vyovyote. Mungu akamwambia wewe sio wa kwanza. Alimwambia nishaenda kwa watu 3 na wamekataa. Kwa hiyo na wewe usipoandika ili wazo nitampa mtu mwingine. Kwa kuna muda Mungu anakupa mawazo. Na unajua Mungu hana muda wa kukusubiri. Kwa wewe ambaye wewe unajua Mungu pia ni wa milele, yani yeye Mungu yupo yani. Wewe utakuja kesho, atakuwepo, kesho kutwa atakuwepo, lakini wewe na mimi hapa duniani hatupo milele. Wala nguvu, hatutakuwa na nguvu tulizonazo siku zote. Kwa kuna wakati pia wa kufanya mambo. Kwa kuna muda Mungu anakupa wazo la kufanya kitu, halafu unaogopa kulichukulia hatua. Unaogopa ku take your shots. Mwisho wa siku muda unapita, hilo wazo Mungu anampa mtu mwingine. Kuna vitu vikubwa ambavyo vimefanyika hapa duniani ambavyo ni matokeo tu ya watu ambao waliona they have a chance, wakaamua kuichukua. Nilikuwa nasoma kuhusu biography ya Rais Mkapa. Mkapa anasema ilipofika 95 akaona jinsi ambavyo mchakato wa kutafuta rais unaendelea. Yeye naye akapata wazo tu kwamba na yeye ana chance. He just saw that I have a shot. Na akaamua ku take his shot. Akaenda kwa mwalimu. Akamwambia mwalimu, nataka kugombea urais. Mwalimu akaamua kumnyoshea maelezo. Akamwambia kiukweli kabisa mimi sijawahi kukuona wewe kama rais. Lakini kwa sababu mimi mtu ambaye namtaka hataki kuonyesha kwamba anautaka urais. Anataka urais tumpelekee. Sisi ndio tukamuombe awe rais wetu. Basi mimi nitakachokusaidia ni kwamba I will not get in your way. Kwa mwalimu akaondoka kwenye njia ya Mkapa, akamruhusu aingie kwenye mchakato. Mkapa alikuwa rais hakuwa. He just took his shot. Ni mtu ambaye alitake his shot. Kwa nakutia moyo, I encourage you to take your shots. Hiyo ndo namna ya kuishinda hofu. You miss 100% of the shots you don't take. Yaani kwa mfano kama una mishale 100 hapa, alafu kuna swala wako pale na wewe una njaa, hii mishale yote usipochukua hata mmoja ukaurusha, umekosa yote. Lakini ukirusha hata kama una shabaha, you have a chance. So I want to encourage you to take your shots. Take your shots. Unajua hakuna kitabu cha maneno ya mitume, kuna kitabu cha matendo ya mitume. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwisho wa siku tutaongea sana, lakini you have to take action. You have to take action. Kitu cha mwisho, namna ya mwisho ya kuishinda hofu. Namna ya mwisho ya kuishinda hofu ni kuwa mtu wa rohoni. Hebu sema kuwa mtu wa rohoni. Be a spiritual person. Be a spiritual person. Unajua fear is also a spirit. Yaani fear ina levels. Kuna hofu hii ya kawaida ya kuogopa kufanya, kuogopa kuanza, kuona aibu. Unajua aibu pia is a form of fear. Hiyo yote kuna hiyo, afu kuna level nyingine sasa ya hofu ambayo is a spirit sasa. It's a spirit. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7 inasema for God has not given us a spirit. Hebu sema a spirit.
God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Fear is a spirit. Kuna roho fulani ambayo ikikuvaa roho ya hofu, unajikuta tu yani ukifikiria kufanya kitu unaishiwa nguvu kabisa. Miguu inatetemeka. Sasa namna ya kudili na roho ya hofu, fear is paralyzing. Yaani fear inaweza kukuparalyze. Kuna mtu akisha hii roho ikamvaa, hawezi kufikiria, hawezi kula, hawezi kutembea, hawezi kufanya chochote. Hiyo ni zaidi, hiyo ni roho. That is a spirit of fear. Kwa namna ya kuishinda hiyo spirit, kwanza natakiwa ujue kwamba hiyo roho haijatoka kwa Mungu. Hiyo roho kuna mahali imetoka na sio kwa Mungu. Yakobo 1:17 inasema kila zawadi iliyo njema inatoka kwa Mungu. Kila kitolewacho kilicho chema kinatoka kwa Mungu. Kwa hofu sio roho njema, na kwa sababu hiyo sio roho iliyotoka kwa Mungu. Kwa usikubali wewe kama mwana wa Mungu ukawa unateswa na roho ya hofu ambayo haitoki kwa Mungu. So we have to take authority over it. We have to take authority over fear. Kwenye maombi yako hebu ikemee roho ya hofu. Uambie roho ya hofu, you will not paralyze me. Hata kama yani sikwambia usijiandae vizuri kwenye mitihani, lakini hata kama hujajiandaa vizuri, yani kataa hofu. Usilale usiku unaogopa mapepo, unaogopa wachawi hadi unashindwa kulala. That is a spirit of fear. That is a spirit. Na hiyo hofu haitoki kwa Mungu. Hofu haitoki kwa Mungu. Kwa namna ya kushindana na hofu nyingine ni kuwa mtu wa rohoni. Unajua changamoto za kiroho zinahitaji solution za kiroho pia. Huwezi kutatua changamoto za kiroho kwa njia za kimwili. Kwa kama what you are dealing with is a spirit, then you have to deal with it kutokea rohoni pia. Kutokea rohoni. You know, you cannot disciple a spirit and you cannot cast out the flesh. Yaani hata ufanywe discipleship vipi, kama unachodili nacho ni roho, hatuwezi tukaifundisha roho somo la wanafunzi na maandiko. Roho inatakiwa ikemewe. Halafu anayefundishwa somo la wanafunzi na maandiko ni Mkristo sasa ambaye hana roho ya shetani. Lakini pia hapo pia hatuwezi tukaukemea mwili ukaondoka. Mwili upo. Unatakiwa uwe renewed, mind iwe renewed. Kwa hiyo changamoto za kiroho zinahitaji solution za kiroho. Biblia inasema tumepokea roho ya nguvu. The spirit of power. Kwa kwenye maombi yako, mwambie Mungu, hebu nivike ile roho ya nguvu. Katika zile roho 7 zile ambazo zilikuwa juu ya Yesu Kristo, mojawapo ilikuwa ni roho ya nini? The spirit of might. Roho ya nguvu. The spirit of a sound mind. Hofu inatesa hadi inafanya watu wanapata changamoto za afya ya akili. Hili tatizo la afya ya akili tulilonalo kwa ukubwa kiasi hiki, believe me, asilimia kubwa is a spirit. Is a spirit. Kwa ukiingia mzima kwa Mungu, ukawa mtu wa rohoni, yani huo ndo usalama wako kutokea kwenye hofu, na usalama wako kutokea hata kwenye changamoto hizo ambazo zinausumbua ulimwengu. So be a person of prayer. Mtu wa maombi ni mtu ambaye atachukua hatua. Unajua mimi asilimia kubwa ya vitu ambavyo nimevifanya kwenye maisha yangu, ujasiri niliutoa kwenye maombi. Yaani kuna muda nikikaa mahali nikaomba labda siku 3. Nikitoka hapo yani huku ndani, mwili unakuwa umeisha sana. Lakini huku ndani yani najisikia kama yani you cannot stand on my way. Kwa mfano kama nina wazo ambalo linanitisha, nimefanya vitu kadhaa vya kutisha kwenye maisha yangu. Kwa uzuri, vitu vizuri ambavyo ni vikubwa. Sasa hivyo vitu vyote vinafanana kitu kimoja. Hilo wazo lilipoanza kunitisha, nilikuwa ninajua kabisa hofu ikianza kuja ni wakati wa kwenda prayer retreat. Niende nikakae na Mungu masaa 72. Nikae niombe, nisome neno, nisikilize mahubiri, niombe, nisome neno, niombe katika roho, ninene kwa lugha for days. Nikitoka hapo ninakuwa na ujasiri wa kutisha. You cannot be prayerful and fearful at the same time. Kwa hofu pia inakualert kwamba roho yako chaji yake imeisha. Chaji yake imeisha. Esther mwenyewe kabla hajaiface ile nightmare yake, kwanza aliomba maombi ya kufunga ya siku 3. Hapo ndo alikopata ujasiri wa kwenda kumface mfalme kinyume
na utaratibu. Nehemia alikuwa anataka kibali cha kwenda kujenga Yerusalemu. Biblia inasema Nehemia alipopewa taarifa kwamba Yerusalemu imebomolewa, alipewa taarifa wakati wa mwezi wa Kiyahudi unaitwa Kislevu. Mwezi wa Kislevu ni mwezi wa Disemba katika miezi yetu ya kawaida. Biblia inasema Nehemia alifunga, hiyo ukisema Nehemia sura ya kwanza pale, kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 11. Nehemia alifunga kuanzia mwezi wa Kislevu hadi mwezi wa Nisani. Mwezi wa Nisani ni mwezi wa 4. Alifunga kwa huo muda wote hadi mfalme akamwona amebadilika sura yake. Akamuuliza nini kinaendelea. Akaweza kukabiliana na changamoto zilizokuwa mbele yake kwa sababu alikuwa mtu wa rohoni. Kuwa mtu wa rohoni is an antidote of fear. Jifunze kumsikia Mungu wewe mwenyewe. Isikie sauti ya Mungu. Mojawapo kati ya vitu ambavyo vitaikimbiza hofu ikimbie kwenye maisha yako ni wewe kunormalize kuisikia sauti ya Mungu. Yaani neno la Mungu, achana na hili la kuambiwa. Lile ambalo wewe mwenyewe umeliingiza moyoni mwako lile. Ule ni upanga. Biblia inasema neno la Mungu ni upanga, si ndio? Sasa unafikiri neno la Mungu linakuwa upanga lini? Likiwa kwenye Biblia? Sio likiwa kwenye Biblia, likiwa ndani yako. Likiwa ndani yako. Neno la Mungu likiwa ndani yako linakuwa upanga. Kuna kipindi tulikuwa tumehamia mtaa mwingine kule nyumbani kwetu. Tulivyohama tu rafiki zetu kadhaa, yani watu wetu kadhaa ambao na wenyewe walikuwa wamehama wakawa wameibiwa. Yani nyumbani kwao wamevamiwa, wameibiwa. Alafu baada sio muda mrefu tena nikapata mteja pia. Amekuja kwangu tufanye issue yake na mwenyewe alikuwa ametoka kuvamiwa na majambazi. Profesa wangu naye mmoja hivi naye alikuwa ameuawa na majambazi alipohamia nyumbani kwake. Yani walijua kwamba huyu jamaa ana hela kwa sababu amejenga. Kwa wakaenda wakakuta hana, wakamuua. Unafikiri tulivyohamia mimi nilikuwa na hali gani? Alafu tumehamia, mke wangu alikuwa mjamzito wa miezi 9 hivi. Kwa niko mimi na mke wangu na watoto. Somehow in some way nikaingiwa na hofu. Kwa usiku, kuna muda usiku nikawa naamka naenda sebuleni. Naangalia nje hivi naangalia ukutani, getini. Nasema hapa wezi wanaweza wakaingilia wapi? It wasn't a joke. Ilikuwa ni serious thing. Baada ya muda nikawa sasa mke wangu hajui na siwezi kumwambia. Alafu ninawaza hapa mke wangu ni mjamzito, watoto wangu. Kwa hapa target ni mimi. Na mimi nikishashughulikiwa manake familia yangu tumeshaiacha. Sasa nikiwa kwenye hayo mawazo yote hayo. Siku moja katika hizo siku hizo nilikuwa siwezi kulala, kuna muda hadi saa 8. Kwa natoka naomba, natembea, naangalia mazingira. Usiku mmoja Roho Mtakatifu akaniambia, akalivuvia hili neno. Akaniambia baraka yangu mimi inatajirisha na wala sichanganyi huzuni nayo. The blessing of the Lord makes rich and I add no sorrow with it. Kuvamiwa na majambazi ni huzuni au sio huzuni? Kwa Mungu akaniambia kama mimi ndio nimekupa hii baraka, wewe endelea kuwasubiri majambazi, lakini baraka zangu mimi hazina huzuni ndani yake. That was the end. Yaani ile hofu ile niliyokuwa ninaisikia ile siku ndio ulikuwa mwisho. Yaani hadi leo mimi nalala kama mtoto. Yaani kuna muda hata wanasikia kitu getini si nini. Wakiniambia si baba sina, naambia jamani. Yaani hapa hakuna, yaani wazeni mambo mengine hapa hakuna huzuni itakayoingia hapa. Unafikiri hiyo confidence nimeitoa kwa motivational speaker? Hiyo confidence nimeitoa kwenye neno. Yaani ukisikia sauti ya Mungu, sio kwamba hofu inaondoka. Yaani hofu inasambaratishwa. Ni kama inakuwa imepigwa bomu la nyuklia. Hofu inaondoka. Jifunze kumsikia Mungu mwenyewe. Kipindi kingine tena nikawa tu najisikia kama kuna ataki fulani inakuja kwenye familia. Unajua kuna muda unahisi kwamba kuna kitu fulani ambacho sio kizuri kinakuja. Alafu tukaomba, sio muda mrefu mama yangu akanipigia simu akaniambia ameona ndoto, amembeba mtoto wetu mmoja anakimbia naye yeye. Still hiyo hapo inaonyesha kuna danger. Kwa imagine tumeomba bado there is still danger. What do you do? Kwa siku moja nimeenda kwenye maombi kwenye mkesha usiku. Natembea nje naomba kama saa 9 hivi. Roho Mtakatifu akavuvia tena andiko lingine. Akaniambia utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Utathibitika katika haki,
utakuwa mbali na kuonewa. Likarudia hadi je, Biblia inasema naye neno akavaa mwili akaishi katikati yetu. Yaani neno, unatakiwa neno livae mwili liishi na wewe. Yaani nikikuangalia wewe nione neno. Nikiona ujasiri wako nione ujasiri ambao umetoka kwenye neno. Huo ndio ujasiri unaodumu. Sio ujasiri wa gym. Sisemi gym ni mbaya. Lakini Biblia inasema nguvu za mwili zinafaa nini? Kidogo, na hicho kidogo sio kibaya. Biblia inasema, Paulo hajasema nguvu za mwili zinafaa kidogo ambacho ni kibaya. Nguvu za mwili zinafaa, lakini zinafaa kidogo. Kwa unaweza ukawa na six pack lakini bado hulali usiku. Unakabwa na wachawi. Kwani mapepo yanaogopa six pack? Mapepo hayaogopi six pack, yanapita na wewe kama kawaida. Mapepo yanamuogopa Yesu. Kwa hata kama una kitambi, una obesity, unaweza tu ukafa kabla ya wakati. Unaweza ukafa kabla ya wakati kwa sababu ya sukari na nini, lakini utakuwa unalala vizuri usiku. Kwa sababu wachawi hawatakukaribia. Kwa neno ndo linakupa ujasiri. Ukigusa kitu chochote kwenye maisha yangu, naweza nikakupa andiko. Nikakwambia Mungu alinipa kwa hicho kitu kwenye mazingira gani. Ogopa sana kufanikiwa, kujizoesha kufanikiwa bila Mungu. Ogopa kujizoesha, kuizoesha akili yako na mwili wako kwamba unaweza ukafanikiwa bila kumtegemea Mungu. Kwamba unaweza ukafaulu bila kuomba, sio bila kusoma. Yaani kama unafaulu kwa kusoma peke yake, wewe unaishi maisha ya kidunia. Hauishi Ukristo wa kweli na unajifundisha kiburi. Unajua kumtegemea Mungu inabidi kuanze upya kila siku asubuhi, kama vile jana hamna kilichofanyika. Yaani ukiamka asubuhi inabidi uanze kumtegemea Mungu upya, kama vile ndio umeokoka leo. Shule, hivi nafikiri wewe una uwezo wa kufanya shule mwenyewe? Lakini kwa mfano ukaanza siku zako bila Mungu, ukaenda asubuhi umeamka, umeenda darasani, umetoka, umeangalia series, umetoka, umeenda wapi kucheza mpira, umetoka, umerudi jioni umelala. Asubuhi umeamka. Wewe ni mtu umeokoka. Huo ni unyenyekevu. Hiyo ni kuonyesha kwamba unaweza ukafanya maisha yako wewe mwenyewe bila Mungu. Mtu mmoja alisema, nafikiri Martin Luther, alisema kuanza siku yako bila Mungu ni kiburi. Ni sawa na kumwambia Mungu sikuhitaji. Husemi kwa mdomo kwa sababu tumekufundisha kuongea vizuri, lakini matendo yako yanaweza. Hiyo Biblia inasema Mungu anachukia hata prideful look, macho ya kiburi. Yaani muonekano tu wa kiburi Mungu anauchukia. Na muonekano ni kwenye maisha, kwenye matendo. Kwa hiyo ukiwa unaishi bila kumuingiza Mungu kwenye ratiba zako, unaonyesha kwamba unaweza ukafanya maisha yako bila yeye. Na unajizoesha kwamba unaweza ukafanikiwa bila Mungu. Na Biblia inasema kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kurudi nyuma kwa mjinga kutamuua, na kufanikiwa kwa mpumbavu kutamwangamiza. Kwa hiyo nakutia moyo ili uweze kuishinda hofu, ili tuweze kufanya mambo makubwa. Kuwa mtu wa neno, kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa mifungo. Huko ndo unaweza ukawa mtu asiyezuilika. Biblia inasema kwenye Danieli 11:32b. Danieli 11:32b inasema, bali wao wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kufanya mambo makuu. Wale wanaofanyaje? Wanaomjua Mungu. Ili uweze kuwa hodari, kuwa na ujasiri, kuwa na courage, lazima umjue Mungu. Unaweza kwa muda wako ukawasoma kina Gideoni. Gideoni alikuwa muoga sana, lakini baada ya kukutana na Mungu alipata ujasiri, akaenda kushinda vita. Kina Yoshua, unafikiri kwa nini Mungu ametumia zile sura za kwanza za Yoshua, za kitabu cha Yoshua kumjaza neno? Uwe na ujasiri tu, uwe hodari tu na ujasiri. Inaonekana Yoshua alikuwa anaogopa, lakini alivyosikia neno akapata ujasiri. Hilo ndio neno la Bwana kwako kwa jioni ya leo. Naomba ufunike macho yako nikuombee. Asante Bwana Yesu kwa wema wako, na kushukuru sana. Asante kwa ajili ya neno lako hili la uzima. Bwana, umesema unalituma neno lako ili lituponye na kututoa kwenye maangamizi. Bwana, ninakushukuru maana neno hili kwa sababu tu tumelisema mahali hapa, basi limeenda likiwa na nguvu yako ya kumtoa mtu kwenye maangamizi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kabla sijaondoka hapa, naomba mniruhusu kusema kwamba